Dhambi inamfanya mtu katika ulimwengu wa roho anakuwa uchi. Walipoona wako uchi, wakajificha, wakatafuta majani, wakajitengeneza ili kuficha aibu yao. Na Mungu akawatembelea kwenye bustani ya Edeni. Biblia inasema Mungu alipofika aliita Adamu, Adamu uko wapi? Si kwamba Mungu alikuwa mwoni Adamu. Hauwezi ukajificha mbele ya uwepo wa Bwana. Kila mahali Mungu yupo anakuona. Mungu alikuwa anamwambia Adamu, nilikuweka hapa, kitu gani kimekuondoa? Mungu alipokuwa anamuuliza Adamu uko wapi, maana yake amehama position. Mungu alikuwa amemweka hapa, sasa ameondoka. Dhambi na kuondoa kwenye nafasi ambayo Mungu amekuweka, unahama position. Kwa hiyo Mungu anapomuuliza Adamu uko wapi, si kwamba alikuwa muone. Mungu alikuwa anamuona, alikuwa anamuuliza, nilikutengenezea aina ya maisha, kitu gani kimekuondoa kwenye hiyo aina ya maisha? Oh yes. Adamu akapeleka lawama kwa mwanamke, akasema ni huyu mwanamke. Dhambi ilipoingia iliachiliwa roho ya lawama, roho ya kulaumu. Akasema ni huyu mwanamke. Mwanamke akasemaje? Ni huyu nyoka. Hakuna mahali ambapo walitubu kama ambavyo wanadamu wanapofanya makosa wanatafuta kuhalalisha makosa. Adamu hakutubu, na ndio maana ilibidi Mungu amfukuze, amuondoe kwenye bustani ya Edeni. Kwa nini alimfukuza? Kulikuwa kuna mti mmoja unaitwa mti wa uzima. Mungu angemwacha Adamu kwenye bustani ya Edeni, Adamu angekula matunda ya ule mti wa uzima na angeishi milele kwenye dhambi. Ilibidi Mungu afunge njia ya kwenda kwenye mti wa uzima, ili huyu mwanadamu asije akalayo matunda akaishi milele kwenye dhambi. Asante Yesu. Pamoja na kwamba tulitenda dhambi, Mungu alikuwa anatuangalia.